Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa viongozi wote wa kamati kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa kanda, viongozi wa mkoa pamoja na jimbo, itifaki ikiwa imezingatia. Kwa sababu tunajua tuna mkutano mkubwa kule Tarakea, tumesema tupite tuwasalimie. Kwa hiyo kwa haraka nitaomba hapa, nitawasimamisha viongozi wachache, watazungumza kwa niaba yetu na wengine tutazungumza katika mkutano mkubwa kule Tarakea. Naomba nimtambulishe tu, nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa wilaya, naomba tuupunge mkono wa kuone. Asante sana. Naomba pia mwenyekiti wa mkoa, naomba tuusalimie kwa heshima yako, najua utazungumza kule Tarakea. Watu wa Rombo peoples. Watu wa Rombo, tumepata bahati leo ya kutembelewa na makamu mwenyekiti wetu wa chama wa taifa. Ninaomba mumpokee, tumsikilize. Ninaomba watu wa Rombo tupokee yale atakayoyasema na tutaenda kuyafanyia kazi. Tunaelewa ya kwamba taifa letu liko katika wakati gani. Ni wakati ambao tunatakiwa kutumia akili sana kwenye maamuzi yetu. Mimi najua nitaongea kule kwenye mkutano. Kwa hiyo sasa hivi narudisha microphone, lakini watu wa Rombo nataka niwasisitize ya kwamba mkubaliane na sisi. Tumesema ya kwamba kama hakuna mabadiliko ya uchaguzi kidogo tunayoyataka, hakutakuwa na uchaguzi. Watu wa Rombo peoples. Asante. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa. Naomba sasa nimuite mwenyekiti wa kanda, atasalimia na nitamuomba vile atamleta makamu mwenyekiti, na kabla Mheshimiwa makamu mwenyekiti hajazungumza atawaleta baadhi ya viongozi wa kitaifa alioambatana nao ili aweze kuwasalimia. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu. Asante. Peoples. No reforms. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa viongozi wa kamati kuu, Dr. Slaa, wananchi wote wa Mamsera, ninawasalimuni. Mheshimiwa makamu, nikukaribishe sana. Hapa ni Mamsera. Ni karibu sana, tunakaribia eneo letu la mkutano la Tarakea huko mbele. Kama ambavyo umeona, wananchi hao na hamu ya kukusikiliza. Kwa ajili ya muda, nikukaribishe uweze kusema na kuwapa matumaini. Kama unavyoona, tumepita pembeni ya barabara, ni mji uliojaa migomba na ndizi za kutosha, lakini ukienda kwenye supermarket zetu pale Moshi utakutana na ndizi zilizokaushwa kutoka nje na eneo hili. Maana yake serikali ya CCM hawana namna yoyote wanayoifanya kuhakikisha wananchi hawa wananufaika na mazao yao. Nikukaribishe kwa heshima kwa ajili ya kuwasalimia watu hawa na kuwapa matumaini. Karibu sana. Haya, watu wa Mamsera tusalimiane. Punga mkono namna hii. Punga mkono. Wote tuko pamoja. Peoples. Sasa kabla sijasema neno, tumeongozana na timu kutoka makao makuu. Tunaye mwenyekiti wetu wa vijana taifa na mjumbe wa kamati kuu, wakili Deogratias Mahinyira, ni miongoni mwa mawakili wanaomtetea Tundu Lissu. Tuko naye hapa. Tuko na Mheshimiwa Rose Maemba, mjumbe wa kamati kuu kutoka Njombe. Tuko na Dr. Wilbrod Slaa, aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu. Tuko naye hapa. Tuko na Mheshimiwa Grace Rweyemamu. Huyu Grace ni usajili mpya, alikuwa mgombea ubunge wa CCM na juzi tulipokuwa Mwanza amejiunga na chama chetu kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha nchi. Sasa watu wa Mamsera, kwa sababu ya muda, nimpe Deogratias Mahinyira asalimie tu. Asalimie, alafu atampa Dr. Slaa msikie sauti yake pia, alafu niseme neno kwetu. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyira.
ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Kwa sababu ya muda, naomba niseme jambo moja. Takwimu za sensa zinaonesha za mwaka 2022 karibu 80% ya Watanzania wote umri wao ni chini ya miaka 35. Na waombeni vijana wenzangu wa Mamsera, tuiunge mkono Chadema kwenye operation ya no reforms no election. Matatizo yetu msingi wake, tunao viongozi wahuni ambao wananchi hamkuwachagua. Kwa waombeni vijana wenzangu wa Mamsera, mwaka huu kama noma ikawe noma, niwake jua inyeshe mvua, wasipo hakikisha yanakuwepo mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi usiwepo, Samia aendelee kutuongoza kama wanaona ni jambo la maana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Watu wa Mamsera, peoples! Asanteni sana. Mimi ninaitwa Rosi Mayemba. Nimeambatana na mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti upande wa Tanganyika. Tupo katika ziara, tunazunguka, tumefanya mikutano yetu kwenye kanda ya Nyasa, tumefanya kanda ya Kusini, tumefanya kanda ya Pwani, na leo tunaendelea, tuko hapa kwenye kanda yenu ya Kaskazini. Tulifanya pia Serengeti na Victoria. Kazi kubwa tuliokuja kuifanya hapa kwenu ni kuendelea kuzungumza na wananchi, kuwaambia umuhimu wa kufanya mabadiliko kwenye mifumo ya kiuchaguzi. Tunasema tunahitaji reforms, sio kwa sababu tu tunataka tupate wabunge, sio kwa sababu tu tunataka tupate madiwani, lakini tunahitaji reforms kwa sababu wengi walio viongozi kwenye mifumo mbalimbali ya kiserikali wanafanya kazi kichawa, hawafanyi kazi sawasawa na sheria zinavyotaka wafanye. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu zangu, makamu mwenyekiti atazungumza na ninyi hapa, na sisi tutazungumza kwenye majukwaa huko mbele, lakini tunawaombeeni sana, muendelee kutuunga mkono, muendelee kuiambia dunia kwamba hata sisi wananchi tunaungana na msimamo wa Chadema wa kutaka mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ili muweze kujipatia viongozi mnaowataka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mamsera peoples! Mamsera, oh my God. Fanya mkutano hapa kwa helikopta, nadhani mtakumbuka huko nyuma miaka zaidi ya 10 hivi. Lakini niseme moja tu, mimi nataka kupitia Mamsera nimwambie Mama Samia, tulikuchagua kama tulikuchagua kwa sababu ulipatikana kwa ajali ya katiba. Kwa hiyo hatukukuchagua, hatukuweka rais wa kwenda kukopa hela. Tulimchagua rais wa kuhudumia wananchi. Na hakika wa Tanzania mnajua watu wengi wamepotea, na hata leo tunapoongea kuna kijana wetu wamepotea, lakini hatusikii chochote rais wa nchi akisema. Rais ndio kazi yake. Na hotuba ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 1902 aliwahi kusema haki ndio msingi uliotufanya tuombe uhuru. Hatukuombe rais wa kwenda kukopa hela. Asanteni sana.